Sasa hivi takuwa nazungumzia mpango wa uwekezaji na ni jinsi gani ambavyo mtu ni lazima awe na mpango, kwa sababu tunasema kwamba mwekezaji makini ni yule mwekezaji ambaye ameandika chini kile kitu ambacho anataka kukifanya. Kwa hiyo lazima uwe na mpango, unaanza wapi na umejiwekea pia ni malengo gani ambayo unataka kuyatimiza. Kwa sababu huwezi ukawa unafanya uwekezaji lakini huna malengo au huna vitu ambavyo unataka kuvitimiza baada ya huo uwekezaji. Inaweza kaa labda ni kununua gari au ni kununua bodaboda au ni kujilipia ada ya kwenda shule au ni kwenda kusafiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mpango wa uwekezaji unaanzia pale ambapo umeshaainisha kipato chako na matumizi yako. Ukishaainisha hivyo ni vizuri ukaelewa kwamba tuna suggest mara nyingi at least 50% ya kipato chako kitumiwe kwenye yale matumizi ya kawaida ya kila siku, kwa chakula, usafiri, mavazi na kadhalika. Na 30% angalau uweze kuitunza kama akiba. Lakini asilimia iliyobakia 20% ndio ufanye uwekezaji. Lakini sasa itategemea na mtu mwenyewe binafsi, anaweza akajaribu kuzitwist hizo percentage, akasema labda maybe 40% nitumie kwenye upande wa expenses, alafu labda 30% nitumie kwenye upande wa savings, alafu 30% nyingine nitumie kwenye upande wa investment. Sasa itategemea na mtu mwenyewe binafsi. Sasa ukishaelewa au kisha budget hivyo, ndio sasa tunakuja kwenye upande wa uwekezaji. Umesema kwamba unatenga 20% ya kipato chako uweze kufanya uwekezaji kila mwezi. Baada ya kufanya hivyo, unabidi uelewe kwamba ni maeneo yapi ambayo ungependa kufanya uwekezaji, kwa sababu kwenye masoko ya mitaji Tanzania kuna maeneo makubwa mawili. Kuna eneo la hisa na kuna eneo la hati fungani au treasury bond. Tunapokuja kwenye upande wa hisa, mpango wako mkakati ukoje? Uwekezaji kwenye hisa tunasema ni uwekezaji wa muda mrefu. Ukiwekeza kwenye hisa, investment horizon most of the times inakuwa miaka 5. Kwa hiyo huwezi kufanya uwekezaji pale lakini wewe malengo yako ni malengo ya muda mfupi. Ukisha identify hivyo vitu vyote, inakuwa ni rahisi sasa wewe kujipangia muda wako wa uwekezaji. Kwa mfano, kwa mtu ambaye anataka kuwekeza kwa muda mfupi ili aenda katimize lengo fulani, anaweza akaenda kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja kama vile Timiza Fund, ambayo inakuwa inampatia riba au inampatia uongezeko la thamani wa mtaji wake. Lakini pia kwa mtu ambaye ana uwekezaji wa muda mrefu, anaweza kaamua aende akawekeze kwenye hisa, kwa sababu hisa tukiangalia historically au kwenye trend za nyuma zinaonyesha kwamba zikiwa zinakuwa sana miaka hadi miaka. Lakini kwa mwekezaji mwingine ambao yeye ana mpango wa kuwa anapata mapato ya kukadirika, kwamba ninaweza nikajua tarehe 6 mwezi wa 5 nitalipa kiasi gani na tarehe 6 mwezi wa 11 nitalipa kiasi gani, huyo tunamshauri aende akawekeza kwenye hati fungani, ambapo hati fungani nyingi zinakuwa zinalipa riba kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo ni muhimu mwekezaji awe na huo mpango. Lakini kingine ambacho ni muhimu ni kujua, je, faida ambayo nataka nipate ni faida ya kiasi gani? Kwa sababu haya maeneo yote ambayo nimeyataja ya hisa, ya mifuko ya uwekezaji ya pamoja na hati fungani yana faida tofauti, yana viwango vya faida tofauti. Wastani wa kupata faida kwenye upande wa hisa ina range 20% mpaka 30%. Wastani wa kupata faida kwenye upande wa hati fungani ni mpaka 15%. Kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni mpaka 13%. Sasa wewe kama mwekezaji, wewe mpango wako ukoje? Unataka kupata mapato ya kiwango gani? Lakini vile vile tukiangalia upande wa pili wa shilingi ni maeneo hatarishi. Maeneo hatarishi in terms of risk, kwamba haya maeneo yote yanatofautiana kwa risk ambazo zinatokana na uwekezaji wake. Ukiwekeza kwenye hisa, kwa sababu unakuwa unanunua sehemu ya umiliki wa kampuni, iko related na utendaji wa biashara wa hiyo kampuni. Kwa kama biashara haifanye vizuri, kuna possibility hata thamani ya hiyo hisa ikashuka chini. Lakini vile vile kwenda kwenye hati fungani tunasema kwamba eneo la hatarishi ni dogo zaidi ukilinganisha na kwenye upande wa hisa. Kwa hiyo hata kama kwa sababu hamna biashara ambayo inafanyika hapo, ni serikali anakuwa anakopa, unaweza ukawekeza lakini kwa viwango chini sana ya riski, lakini vile vile ukipata return ambayo ni nzuri tu ya 15%. Kwa hiyo wewe kama mwekezaji lazima ujue, je, viwango vya return napata ni kiasi gani? Maeneo hatarishi ya uwekezaji yakoje? Baada ya kuainisha hayo yote, pia lazima uweke kwenye mpango wako wa uwekezaji. Lakini baada ya hapo, kishaanza sasa uwekezaji,
umeshajiwekea kwamba ni wa muda mfupi, muda wa kati au muda mrefu, na ukaainisha kwamba ni uwekezaji upi sehemu gani, kwa mfano kama ni hisa, hati fungani au mifuko ya uwekezaji wa pamoja, ukaangalia ni return ya kiasi gani ambayo unapata na eneo hatarishi likoje, unaanza sasa kufanya huo uwekezaji. Lakini ukifanya uwekezaji hauishii kwenye kufanya uwekezaji. Ni lazima kila baada ya muda fulani upime na uangalie, je, haya malengo ambayo nimejiwekea ninayafikia? Nilisema ningependa kuwekeza sehemu ambayo inanipa 10% kila mwaka. Je, mpaka kufikia mwezi wa 6 kuna uwezekano upate hiyo 10%? Kwa hiyo ni muhimu baada ya kuwa na mpango wako, kila baada ya muda fulani unafanya assessment au unafanya evaluation ya mpango wako. Je, ninaenda kwenye right track au ninaenda sehemu tofauti? Kama naenda sehemu tofauti, unabidi uangalie sasa, okay, ngoja nirudishe sasa kwenye mstari ili niweze kufikia yale malengo yangu ambayo nimeainisha kutoka mwanzo. Kwa hiyo hamna uwekezaji ambao unafanyika bila ya kuwa na mkakati wa uwekezaji, bila kuwa na investment strategy. Kama unapata changamoto kwenye kuwa na investment strategy, ningekushauri pia ongea na mtaalamu ambaye angekusaidia kuweza kuandaa huo mpango wa uwekezaji. Karibu Zan Securities, tunaweza tukakusaidia kwenye kuandaa mpango wa uwekezaji. Tuna wataalamu ambao wamebobea na watakushauri vizuri tu ni namna gani ambao unaweza kuandaa mpango wako uendane na yale malengo ambayo umejiwekea wewe.